Na hali gani na habari za wakati huu mwanamichezo mwenzangu, pasi na shaka hujambo na mzima wa afya tele. Iwapo afya imekuwa shakani, basi mimi nakuombea kwa Jalali mwenye enzi na ulimwengu wake, Maliki na Sultan wa dunia yote, mwingi wa jaza na jezuo, uweze kurejelea uzimani. Karibu sana kwenye kipenga cha mwisho. Hapa ndio mahali pekee Afrika Mashariki na Kati ambapo huwa tunakupatia darasa huru kabisa juu ya sheria 17 za mchezo wa kandanda, mchezo wa mpira wa miguu, kuziangaza lakini pia kujua kutoana ukakasi juu ya matukio tata yote ambayo yamejitokeza kwenye michezo mbalimbali ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Hii leo kipenga cha mwisho kinajikita zaidi kutazama mechi kati ya Azam dhidi ya Simba Sports Club. Mechi hii ilikuwa na matukio mengi tata. Baadhi ya matukio ambayo yameamuliwa na bodi ya ligi pamoja na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania ni pamoja na kuwafungia baadhi ya nyota ambao walifanya makosa katika mchezo huo. Mimi ni Hassan Ahmed, mtangazaji kinara, lakini pamoja nawe nimeketi na wachambuzi wa masuala ya sheria za mpira wa miguu. Ninaye mzee wangu Amisent Meah yuko hapa, lakini bila kusahau Shaban Ndali yuko hapa. Tuko na mwenyeji wetu wa siku zote Osman Kazi. Habari za wakati huu wazee wangu? Mambo yanakwenda vizuri? Mzee Kazi uko sawa sawa? Nipo sawa sawa. Leo umetuletea mzee Amisent Meah yuko hapa, na pasi na shaka kabla ya kuwa hapa amekuwa akifuatilia kwa kina mijadala mizito ambayo imekuwa ikiendelea hapa juu ya uchambuzi juu ya kuwatoa watu ukakasi kwenye sheria 17 za mchezo wa kandanda. Tunapomzungumzia Reverend Amisent Meah tunamzungumzia kikongwe kwenye fani ya urefarii. Kikongwe. Kwa umri wake bado kumwita shaibu? Bado kidogo kumwita shaibu. Yes. But anaelekea huko mwaka mmoja Januari. Bado mwaka mmoja kumwita shaibu. Baada ya kama wiki mbili tatu hivi atakuwa anatimiza miaka ipatayo kadhaa. Ndio tutamsogeza huko. Reverend Amisent Meah, karibu sana kwenye studio za Azam TV. Nashukuru sana, asante mno. Kipenga cha mwisho kimekuwa kina msaada kiasi gani kwa jamii ya wanamichezo ambao kusema kweli wamekuwa wakifuatilia kipenga hiki? Mimi binafsi ndio kipindi hiki nimekiona ni cha msaada kupita kiasi, kwa sababu kuna wengi walikuwa wanajaribu kuuliza maswali. Ndio. Sasa yale maswali wanayoyauliza, kama mtu anafuatilia kipindi, atakuwa amepata majibu ya uhakika kabisa. Hapa ndio mahali pekee Afrika Mashariki na Kati ambapo huwa tunaondoshana ukakasi. Mzee wangu Shaban Ndali, una chochote cha kuongezea hapo kabla ya kwenda mapumziko? Hapa kwa Amisent Meah. Ndio. Ingawa unamwona bado kijana. Lakini ni mtu yuko kwenye fani muda mrefu mno. 88 mimi naingia kwenye uamuzi. Ndio. Yeye anachezesha pia mwalimu kipindi hicho. 88. Yeye alikuwa anachezesha lakini pia alishakuwa instructor. Kwa maana kwamba mimi na kazi wote huyu ni mwalimu wetu. Sawa sawa. Bana, tunakwenda mapumziko mafupi, lakini kusihi mtazamaji endelea kusalia papo hapo ulipo. Tukirudi tutaangazia matukio tata yenye ukakasi, na jukumu letu zito ni kukuondosha ukakasi. Asante kwa kusalia papo huku ukiendelea kuselelea kipindi hiki adhimu kabisa cha kipenga cha mwisho. Kama ambavyo tumekwambia, leo tunayo matukio kede ambayo yamekuwa na utata mkubwa sana. Miongoni mwa matukio ambayo yamepelekea baadhi ya wachezaji kupata faini ya kulipa fedha, lakini pia kufungiwa mechi 5. Na matukio hayo tukianzia kwenye mechi ya Simba dhidi ya Azam. Miongoni mwa matukio tata ni pamoja na tukio hili ambalo limeibua mijadala mingi kweli. Alassane Kante dhidi ya Faisal Salum Abdallah Feitoto. Kwenye kitendo hiki cha Alassane Kante kimeifanya kamati ya masaa 72 kumfungia mechi 5, lakini pia atalazimika kulipa faini ambayo imewekwa. Kazi, tukio hili umelitazama bila shaka vizuri sana. Nini ambacho kimepelekea Kante kufungiwa mechi 5? Hii siwezi kuiweka kwenye serious foul play kwa sababu serious foul play inahitaji nguvu ya ziada kwenye hiyo teke aliyompiga Faisal Salum, lakini hii naweza nikaiweka kwenye violent conduct.
Violent? Why violent conduct? Mpira uko hapo, lakini Kante tunaona dhahiri kabisa hakuwa na nia tena wa kucheza ule mpira, na badala yake aliamua kumpiga teke Faisal Salum. So nadhani kamati imehukumu hicho kitendo cha Kante kumpiga teke Faisal Salum, na hii kama mwenye mkuu angekuwa makini zaidi, naamini kabisa angemtoa Kante kwa kadi nyekundu hapo hapo kwa kitendo hichi, wala singemwonyesha kadi ya njano. Kwa kuwa tuko na mwalimu siku nyingi, naye amewafunza wakati nyinyi mnajifunza ukocha, na wakati mwingine pia mlikutana naye kwenye pitch. Reverend Anisa Ntame, karibu sana kwa maoni yako. Mimi kitu kinachonishangaza hapa ni kimoja. Ndiyo. Kwa sababu hapa lile kosa la kwanza, hapo pana makosa haya mawili. Kwanza amemshikilia. Lile kosa la kwanza, unaona ile kumshikilia tu hapo. Ameshikiliwa Faisal. Hiyo ni yellow card. Ndio. Sasa hili la pili la kuja kumpiga teki, hiyo ilikuwa ni kadi nyekundu moja kwa moja aonyeshwe. Hata bila ile kosa la kwanza la kumshikilia, lile kosa la pili peke yake lilikuwa ni na awadi red card. Sasa hapo sikuelewa kwa nini mwamuzi atoe kadi ya njano badala ya nyekundu, sababu hapo kulikuwa mna haja kuonyesha tena njano, na ilikuwa ni nyekundu moja. Kwenye ile fungia ya waamuzi imemkuta naye pia. Mwenye mkuu imemkumba, kafungiwa mechi 5. Lakini Hassan, unajua kuna tunapozungumzia incident kama hii, ndio tujaribu kuangalia na aina ya wachezaji waliohusika hapa. Unamwona Elie Mpanzu kibisa, kuna kitu amekifanya hapo kwa Faisal, amemtuliza. Sawa. Najaribu, hatumjui vizuri Alassane Kante na matukio yake uwanjani. Lakini kwa baadhi ya mechi ambayo tumeona, nataka nifuatilie hii mechi kwa utulivu zaidi. Wakati unaenda kuifuatilia na niangalie nini kilicho, wakati unaenda kuifuatilia mechi kwa utulivu, nikuongezee pia. Naam. Ifuatilie mechi ya Yanga na Simba. Yanga na Simba. Okay. Utaona tukio ambalo lilifanya Alassane Kante hivi la kushika kisha akampiga mtu teke. Sina hakika, lakini wewe ifuatilie, utakuja kuniambia. Okay. Nitabidi niangalie tabia za Alassane Kante ni zipi, kwa sababu ndio tunaanza kumjua Alassane Kante sasa hivi. Kwa nini tumsifie Elie Mpanzu? Mzee wangu Ndali, umekaa kimya muda mrefu, bila shaka unatafakari kitu. Naam, tukio lake ni la fair play. Kwa sababu Faisal tukio alilofanyiwa alighadhibika. Ametoka ana move kama anamfuata mtu alimfanyia kwenda kumrudishia. Lakini hapa Mpanzu ameblock na amemwambia kwa fair, ya mdomo tu. Hapana, usifanye hivyo bwana. Okay. Fair amesikiliza. Kwa hiyo hapa kuna haja ya kuwapongeza watu wote wawili. Mpanzu ambaye amemwasa Faisal asiende kulipiza, na Faisal ambaye amekubali kupoa asiende kulipiza. Tuna sababu ya kuwapongeza hawa. Lakini mimi ninanyongeza ya Hassan ya hilo. Huyu Kante mnamwita, si ndio? Mfuatilie pia kwenye mechi ya kimataifa. Othman anataka afuatilie rekodi zake. Amfuatilie kwenye mechi moja ya kimataifa ambayo yeye amepewa straight red card. Ndio. Kama utakumbuka. Kosa alilifanya goalkeeper, ikatoka penalty, goalkeeper penalty kacheza, hakukuwa na kadi. So baadaye Kante kafanya pembeni ya 18 vyange kosa kidogo na ingekuwa penalty. Ile ambayo ampewa straight red. Yeye ana mchezo huo kamrukia mtu kama vile si namna gani. Mzee wangu Shaban Ndali, tumekuwa na matukio mengi sana hii leo, tukwamie hapo, lakini faida nyingine ni kwamba Faisal Salum Abdallah Feitoto tunampongeza kwa ukomavu wake aliyokuwa nao, lakini Elie Mpanzu kibisawala amemsaidia Faisal Salum Feitoto pengine kwenda kuchukua kadi ya njano au kadi nyekundu, si ndio? Basi tuangalie tukio la pili, ukiachana tukio hilo kwenye mechi hiyo ambayo imeibua maswali mengi sana mtazamaji. Na sasa tuangalie tukio hili ambapo tutatazama aina ya mpira ambao alikwenda kunawa Jephte Kitambala Bola. Hapa mtakuja kuniambia wataalamu wa sheria kwamba kwa nini mwamuzi alihukumu mpira huu wa adhabu, na Jephte Kitambala Bola kosa lake lilikuwa ni wapi, na pengine ilistahili kuwa hivi ama kulikuwa kuna adhabu ya ziada ambayo alitakiwa kutoa. Kazi tabasamu lako linaakisi kuna kitu cha kusema nami. Karibu. Hiki kitendo umenifurahisha kusema kwamba Jephte Kitambala aliunawa. Mpira hajaunawa. Hakuunawa. Kaukomba.
Ameukomba. Unajua kuna kukomba alafu kuna kunawa. Kuna kukomba, kuna kunafu, kuna kuukoga. Huyu kaukoga kabisa, yani kauleta kabisa ule mpira. Cha kusikitisha ni kitu kimoja tu. Kipi tena? Kuna ushauri tunapewaga na walimu wetu. Walimu, ndio. Kwamba dakika 15 za kwanza itengeneze mechi yako. Sawa. Sasa kwenye kutengeneza mechi kuna watu tuna tafsiri ndivyo sivyo. Sawa. Hatushauriwi sana kutoa kadi kwenye zile dakika 15 za awali. Sawa, tunajaribu kuitengeneza mechi yetu kwamba bana, hii mechi mimi nahitaji tucheze kwa utaratibu huu. Sawa. Kitendo hicho cha Jefte kukomba huo mpira, hiyo haina swali ya Mtume. Haina swali ya Mtume. Hiyo ni yellow card moja kwa moja kwa sababu ule mpira ulikuwa unampita bila shaka yote. Yeye akaamua kuumiliki kwa kukomba kwa mkono wake. Joshua Mutale alikuwa na faida zaidi ya kucheza huu mpira baada ya kucontrol. No doubt, yeah. Pengine Shaban Ndali hapa utakazia kidogo, alafu tuende kwenye clip nyingine tuangalie matukio mengine tatu. Mimi kazi hii alosema Othman kumlaumu huyu referee mwamuzi, kwa sababu yeye distance ya tukio na yeye pale alipo clear kabisa, anaona clear, hakuna sababu nyingine yoyote ya kusema kitu chochote. Kama angekuwa distance mbali, kuna mtu kamziba, tusingemlaumu. Lakini angalia jicho lake, unaona anavyomwangalia. Kaliona tukio. Au ndo kwenye kutengeneza mechi. Sawa, tuhame hapo kwenye tukio hilo na tuangalie tukio lingine. Bila shaka mwamuzi kwenye haya matukio mawili ameshindwa kutafsiri vyema sheria zile 17 za mchezo wa kandanda. Hapa nitaanza na mzee wangu Reverend Anicent Ami atakuja kutuambia kwenye tukio hili la offside ambalo Jefte Kitambala Bola alihukumiwa kwamba hakuwa kwenye eneo la offside. Mwamuzi amesema hivyo, sio? Lakini mpira ule mwamuzi msaidizi amehukumu kwamba malizia kwa kusema Mohamed Mkono. Nisaidie kupause pale. Mohamed Mkono kutoka Tanga alikuwa eneo sahihi kabisa, position yake na safu ya ulinzi, kwa maana ya mtu wa mwisho kwenye upande wa ulinzi wa Simba. Mzee wangu Anicent Ami, una cha kutusaidia hapa kwenye tukio hili? Hapo tu pekee yake inaonyesha kwamba huyo yuko offside. Endelea sasa. Yuko offside au hayuko offside? Hapo yuko offside. Huyu Jefte Kitambala Bola tunayemzungumzia ni yupi? Huyu mwenye jezi nyeupe. Hasan. Mimi naona hiyo tunalozungumzia sisi hapa. Labda niache icheze. Ndio. Hii unayozungumzia. Ngoja niweke namba. Iweke namba. Ngoja tuiweke namba hii hapa. Mwalimu soge pale. Sawa. Hili ni shambulizi la Azam kuelekea Simba. Sawa. Okay. Sasa Azam tunawapa jezi rangi gani? Blue au nyeupe? Kazi ungesogea mbele kidogo tukampa faida pia anayetazama hapa. Sawa. Mpira unatoka hapa kwa Faisal Salum. Sawa. Jefte Kitambala huyu hapa namba 2. Lakini ukija kwa Simba. Namba 1 Yakub. Namba 2 Nangu. Au sivyo? Ndio. Ukiona position ya Mohamed Mkono, mwamuzi msaidizi, ndio hapo kwenye namba 1. Yuko position sahihi kabisa na Nangu. Jambo limekuwa zito, jopo lote limesimama. Bila shaka. Ndio. Unaona? Kwa hiyo siku zote ukitaka kukamata offside vizuri, ukitaka kukamata offside vizuri, ni lazima ujue kitu kimoja, kwamba uko sambamba na second last defender. Ndicho alichokifanya Mohamed Mkono, yuko sambamba kabisa na second last defender ambaye ni Nangu. Kwa hiyo hakupata shida kumwona Kitambala kwamba hajazidi. Hapo ameona kabisa kwamba hayupo kwenye offside position. Kitambala yuko mbele. Kwa hiyo Anicent, una cha kuongezea hapo?
Sasa hapa cha kuongezea zaidi ya hapo, sababu kitu kiko very clear kwamba huyu hajazidi kutokana na yule second defender iko pale. Sasa hapo hakuna cha kuongezea. Na maamuzi amefanya maamuzi ambayo yalikuwa sahihi. Kwenye hili tunampongeza mwenye mkuu, sio tunampongeza kwa kile ambacho amekifanya. Nadhani tuangalie clip nyingine. Offside, tunapozungumzia offside sio mwenye mkuu hapo. Mwamuzi msaidizi. Mwamuzi msaidizi. Sawa, haya ni majukumu ya mwamuzi msaidizi. Tumemtaja nani pale? Mohamed Mkono. Tumpongeze Mohamed Mkono. Tumpongeze Mohamed Mkono. Mwamuzi msaidizi, si ndio? Basi tunasema heko shumbe na kongole kwako Mohamed Mkono. Naye amenusurika kwenye hili panga au naye limempitia? Bado. Bwana, jopo langu lilisimama lote. Maana ukiona katika vitu ambavyo Hassan mimi sipendi ni hii swala la waamuzi kuadhibiwa, lakini inabidi pale inapobidi. Wakati wenu yalikuwepo haya mambo? Yalikuwepo? Yalikuwepo sana. Tutazame kwenye tukio hili sasa hapa. Idi Selemani Ali, Idi Nado kwa sasa yuko kule nchini Misri, anajiandaa kuelekea Morocco kwenda kuiwakilisha nchi kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2025. Hapa Nado alifanya madhambi aliyafanya kwa huyu kiungo mshambuliaji ambaye anatokea pembeni Morris Abraham. Ngoja tuone vizuri kwenye tukio hili. Mwamuzi amehukumu kwamba ni madhambi. Mzee wangu Ndali, umelitazama vyema tukio hili? Yalistahili na kutosha tu kwa hayo maamuzi ambayo alikuwa ameyatoa? Imetosha, kuna nguvu za ziada zimetumika. Excessive force. Yes. Kwa kifupi tu mimi nazungumza hivyo, imetosha adhabu iliyotolewa kwa sababu kuna nguvu za ziada zimetolewa. Mwenyeji wetu kwenye kipenga, Idi Nado alishika jezi ya Morris Abraham akamkwatua kwa chini. Mwamuzi anaamuru kwamba ni mpira wa adhabu. Hasa unakumbuka nilisema kwamba sisi tunachohukumu ni nia. Nini ilikuwa nia ya Idi Nado? Nia yake ilikuwa nini hapo? Kuhakikisha kwamba kwa namna yoyote ile Morris Abraham hawezi kuondoka na huo hamiliki huo mpira, apoteze umiliki wa huo mpira. Kwa hiyo akamvuta jezi, akamkwatua chini. Tumi kadi ya njano hapo ilikuwa inastahili. Kwako binafsi? Yes. Mzee wangu? Mimi ningefurahishwa na nini. Kazi anasema yeye angetoa kadi ya njano kama mimi hapo naonyesha hivi. Ingetoka kwenye kitabu chako. Sio katika binafsi. Sheria anazungumza sheria kwa nguvu zilizotumika. Jamani mimi nitasema kitu moja, unasikia? Hata tunaposoma kitabu cha sheria kuna sehemu inatuambia kwa maoni ya mwamuzi. Ndio maana nimesema kwa maoni ya mimi. Sawa? Na siku ambazo mwamuzi anasema sasa una haki ya kusema bwana namunga kazi, lakini au alikuwa ananyanyuka hapa kikongwe wetu ambaye hii leo tumemwalika studioni. Sasa na mimi naomba nimpe nusu dakika kutolea ufafanuzi. Jambo mimi nataka kusisitiza, yani wanielewe sisi hawa vijana wa sasa hivi wanielewe. Kama mchezaji nia yake sio kucheza mpira, nia yake ni mtu, hiyo ina warrant yellow card. Hilo nasisitiza sana hilo. Kama mchezaji lengo lake sio kucheza mpira, lengo lake ni mchezaji mwingine yule kwamba asimiliki mpira na yani yeye habari ya kucheza mpira yule hana habari nayo. Lengo ni kwa mchezaji wa mpinzani. Yani ile nia ya wewe kwamba lengo ni mchezaji wa upinzani, that is a warrant for yellow card. Mzee Ami amemaliza hapo kupigilia msumari wa mwisho, na kama ulikuwa ufahamu huenda huu ukawa ni msumari wa jahazi ukipiga kwenye ubua. Maana yeye hakutaka mchezo kabisa. Tukitoka hapo kwenye hiyo kadi ya njano ya Nado ambayo ilistahili kutolewa na haikutolewa, tuangalie matukio mengine tata ambayo alikuwa na ukakasi mkubwa sana. Miongoni mwa matukio hayo ni pamoja na tukio hili. Huyu ni Himidi Mao Mkami maarufu kama Ninja, alikwenda akafanya madhambi na muamuzi hakuona pengine, lakini alisimamisha mchezo kisha akahukumu. Kazi unacha kutuongezea hapa kwenye hili? We Hassan, unavyodhani kuna vitu viwili hapa ukiviona haraka. Mwenye mkuu amepuliza firimbi ya faul. Ndio. Alafu anamkemea, ameacha kumkemea Himidi Mao kwa kitendo hichi alichokifanya, ambayo
pia ilistahili yellow card. Kwa nini amemkemea Captain Idinado? Hapo anamkemea Idinado, kumbuka hivyo. Sikuona. Dakika ya 5 ya mchezo. Lakini kazi tutende polepole. Sawa. Tuna hukumu nia. Yes. Mau hakufika lakini kwenye mwili wa Alassane Kante. Tusubiri mpaka afike. Ndio maana nimekuuliza. Mimi sijui. Unajua tunatakiwa tulinde usalama wa wenzetu. Au sivyo? Mpira ushaondoka. Alafu ndio Timidi Mau amefika. Ameenda. Je, alienda kucheza ule mpira? Hassan, wewe mchezaji au sivyo? Ndio. Hebu chukua hii. Iko wapi? Kuna boli hapa? Chukua hii. Nikajua nataka kuniletea mali nitie kwenye pakacha hapa. Nakuletea. Wewe unataka kucheza mpira. Huo mpira utaupigaje? Kuelekea. Tuonyeshe kuelekea. Mimi sitapiga hivi. Au hivyo. Au hivi. Au nitaupiga hivi. Au sivyo? Unaweza ukaupiga mpira hivi? Hapana. Nimekuelewa. Unaweza kupiga mpira hivi? Mwamuzi atoa kadi hapo. Hakutoa. Na ilistahili kuwa kadi, sio? Ndio maana nimesema nani ilistahili aonyeshe? Sio moja. Alistahili ionyeshe kadi ya njano. Sio moja. Sawa, kwa Himidi. But unajua wakufunzi mwalimu bwana amepatwa na ana hamu kubwa leo ya kusema kwamba kwa nini wanafunzi wangu vitu navyowafundisha hawatekelezi. Ushapuliziwa firimbi. Sawa? Firimbi ishapulizwa. Sio moja, mbili. Au sivyo Hassan? Alafu wewe mchezaji unaamua kupiga mpira uondoke. Alifanya sahihi. Unamwona nado aliyofanya. Kapiga mpira sio moja. Au sivyo? Kwa hiyo kadi ya njano kwa Himidi Mau Mkami na kadi ya njano kwa Idi Selemani Nado. Sasa mimi Nado hapana. Nado kwa sababu ni dakika ya 5. Nado hapana. Mimi natakiwa nitengeneze mchezo wangu. Au sivyo? Sasa alichokifanya nani hii mwenye mkuu ni sahihi kabisa. Angalia, anamuonyesha bana sitaki masiara kwenye mchezo. He was serious. Alimaanisha mimi nishapuliza kipenga, kwa nini napiga goli? Usiupige, nishapuliza firimbi. Uache mpira pale ulipo. Tuna matukio mengi sana leo ya kutazama. Nadhani ngoja nimalizie tu moja tu. Haipo substitute ya yellow card kwa warning. Haipo. Yaani kama kosa lina deserve yellow card ni yellow card. Kuna makosa ambayo unaweza kumwasa mchezaji. Asante. Naomba nikuulize. Si wewe ulikuwa unatuambia jamani, wakati mwingine tutumie staircase approach. Tukisema kila stahili ya kadi ya njano tukitoa kadi ya njano, mechi zitakuwa haziishi na wachezaji unachochea kuni zile mbichi kimoja. Kama vile alichofanya yule decent ile aliyofanya yule. Ile kama ukiachia atakapokuja kufanya mwingine. Ndio maana ndio maana mimi nikakemea. Au sio? Mimi nachukua nafasi ya nachoshukuru kwamba nimegusanisha nyaya mbili. Sasa ndio utaona matokeo huko mwisho. Sasa nimeziweka katikati hivi, kinachotokea hapo yerewi. Tunatazama matukio mengine ambayo yalikuwa na utata mkubwa sana kwenye mechi ya Mzizima Dabi kati ya Simba ambao walikuwa nyumbani dhidi ya matajiri wa jiji la Dar es Salaam, timu ya Azam FC. Hili ni miongoni mwa matukio tata ambalo pia limepelekea Jonathan Soa kufungiwa michezo 5 na faini ya milioni moja. Sasa hapa mzee Shabandali amekaa kimya muda mrefu, na mimi ni mzee wangu na ni mkufunzi, ni mwamuzi wa siku nyingi. Karibu sana bwana, tufafanulie kwenye tukio hili. Hassan. Naam. Mimi na Othman Kazi tulimzungumza huyu Soa kwenye kipindi akiwa Singida. Hapa. Ndio. Akiwa Singida. Sawa sawa. Tulisema Singida kwa mchezaji huyu lazima wamweke mahala huyo mtu wa saikolojia. Huyu ana athari ya kisaikolojia. Kwanza huyu ni mchezaji wa kimataifa. Anatakiwa ajue hivyo. Analipwa kuliko watu wengine kabisa. Katika watu wanaocheza Simba. Mshahara wake kuna watu wengine unawazidi. Sasa wanapofanya matukio ya namna hii anaiathiri timu kabisa. Hili ni tukio la namna gani sasa? Tukio la makusudi. Halafu halina faida kwa timu. Huzuii. Kwa mfano, unaweza kufanya kosa ukafanya kwa faida ya timu. Sasa pale ni faida ya timu. Angalia. Bana, hiki kiwiko nilikuwa sijakiona, unajua. Hili sio kosa la faida ya timu, kuna kiwiko kimetangulia. Unajua Hassan, watu wengi hii tukio wameliongelea lakini sasa kipenga ndo kinafanya. Kipenga
hii ndio kazi yake. Sisi tunataka tuweke kwa uzito wake. Tunakuletea kwa nani hii kabisa. Alafu mara nyingi tunasema Hassan, ndio hawa kamati wanapokaa hapa, ndio maana mwalimu alizungumza hii kamati ya ukombozi, ameita kamati ya ukombozi. Hii kamati inapokaa ina watu wataalamu, wanajua haya mambo, huwezi kudanganya kitu chote, wanaelewa kila kitu. Na nataka nikwambia Mzee Ndali, nataka nimpe faida pia mtazamaji ambaye anafuatilia. Mtazamaji ambaye unafuatilia tukio hili ambalo Azam TV tumelieka kwa utaratibu kiasi kwamba inakurahisishia wewe kuona. Tazama mkono ama kiwiko cha Jonathan Soa kinavyotuama kwenye paji la uso la Himidi Mau Mkami, alafu utakuja kujadili adhabu iliyotolewa ni sahihi na kama si sahihi kwa nini. Naona hii picha imeonekana vizuri. Mzee Ndali, nenda kapumzike tu. Kazi naye anataka kuja kutupitisha kwenye hili. Kabla hajaja kazi, mimi nawapongeza kamati. Unawapongeza Kamati ya masaa 72. Una baya bana, kamati heko mnakifanya kipyenga, tuna teleza tu. Hasa tusisahau tu kwenye kamati ndio hiyo ya masaa 72 ndio kuna mtu anaitwa pale Hemedi Mteza aliyekuaga hapa. Tuendelee. Jambo limekwisha hilo bwana. Hiki ndio kipyenga cha mwisho. Tunatazama tena tukio lingine ambalo liliweza tumeweza kuishuhudia yellow card ikienda kwa beki wa kati Yoro Mamadou Diaby. Huyu ni mlinzi wa kati kwa upande wa Azam FC. Mwamuzi wa kati alikwenda kumwonyesha Yoro Mamadou Diaby kadi ya njano, lakini Yoro kwa kuonyesha kwa vitendo hakuridhishwa na maamuzi ya mwamuzi wa kati. Hapa nitaanza na Osman Kazi ambaye atatuchambulia hili tukio na nini ambacho kilipaswa kufanyika zaidi ya hiki ambacho mwamuzi amekiamua. Bwana, naomba nijimwegee mimi hii nyama hii. Naam, karibu. Hii naomba nimalize mimi mwenyewe. Karibu. Unamaliza moja kwa moja? Namaliza mimi mwenyewe. Haya. Yoro Diaby. Ndio. Mwangalie vizuri. Namuona. Wake wa kulia, angalia kitu amefanya. Sawa? Anajua vizuri nini alichokifanya. Angalia mguu wa kulia. Umeona mguu wa kulia imefanyaje hapo? Sasa sheria namba 12 inatueleza kuna mtu anaweza akasema Kazi lakini hajamgusa. Kweli hajamgusa. Lakini sheria namba 12 inatuambia nini inapokuja swala la tripping an opponent. Trips or attempts to trip. Anamtegea au anajaribu kumtegea. Ule mguu ulifanya nini? Mguu wa kulia ulikuwa unajaribu kumtegea. Anahukumiwa kwa hilo. Sasa hivi vitu kuna watu wanasema mbona hakutekeleza? Sisi tunahukumu nini? Nia. Nia yake alikuwa nini? Kwenye hii kadi iliyotoka. Alienda kucheza mpira Diaby? Hapana. Hajaucheza mpira. Na kwenye hili tukio mwamuzi ameonyesha kadi ya njano. Alikuwa sahihi kiasi gani? Alikuwa sahihi, 100%. Alikuwa sahihi. Basi kwa kuwa umesema wewe hii unamaliza mwenyewe na wanasema mchawi mpe mtoto akulelee, basi mimi sina mashaka juu ya hilo. Tuangalie tukio lingine ambalo limeibua mijadala mikubwa sana kwenye mechi ya Mzizima Dabi ambapo Azam FC walikuwa wageni wa Simba Sports Club. Na Azam bwana, hii mechi mpaka kesho wanaendelea kuposti matukio ya kuwacharura na kuwakera. Wanawacharura na kuwakera. Zaka akilala akiamka anaweka mzigo. Zaka watata sana. Tuone tukio hili. Mzee wangu sasa, Mzee Ami, karibu tuambie juu ya hiki ambacho mwamuzi amekiamua na kile ambacho pengine alipaswa kufanya zaidi ya hiki ambacho amekifanya. Kwani hapa huyu mchezaji wa Azam wewe unavyomwona alienda pale kucheza mpira. Wewe ulivyomwona Ali Sereri huyu anaitwa. Wewe unavyomwona wewe mtizame tu. Ameenda pale kucheza mpira. Amechota mtama pale. Basi. Yeye mpira hana habari nao. Maana kule anakotoka yeye ndio anakoenda mpira. Kwa hiyo angekuwa na haja ya mpira yeye angeuchukua mpira kule. Lakini yeye nia yake haikuwa mpira. Nia yake ni nani? Ni mtu yale nayerudia yale. Nia ni nini? Mwamuzi hakuonyesha kadi hapa. Hakutoa kadi. Yale nayo sio ilistahili kuwa kadi. Si ndio? Pale lazima moja kati ya vitu ambavyo vimemwangusha nani mwenye mkuu ni
Kaa tu mzee wangu kutumia pumzike. kadi. Hassan, Joto limepanda. Kaa tu mzee wangu Hassan, pumzike. Pumzika mwalimu, pumzika. Pumzika tu. Ndio mambo. Hassan, ulikubaliana na Othman hapa, wewe ni mwanafunzi wake, Ndio. anafundisha sheria. Ndio. Sasa hilo sema wewe, umeituliza sisi, ili style kadi gani? Alistahili kuwa kadi ya njano. Wewe unasema nimekuiva mimi. Sasa. Mimi leo nimekuiva. Sitaki kupepesa macho mimi hapa. Ya mtu kaacha Sitaki kabisa. kupepesa macho. Yaani hapa Zidane mimi ndo mwamuzi. Wewe Zidane. Ameacha kabisa kule. Yaani hana kwanza habari nao huo mpira, hata uende. Sasa kuna kitu kidogo cha kuongea. Bana, tunamalizia tukio la mwisho. Subiri kidogo. Umekuwa sio Hebu leta rafiki kadi sana. zako. Subiri kidogo. Utakuja kuwa mwamuzi. Ziko hapa kadi. Kadi hizi hapa. Umemwonyesha usitoe kadi hivi. Ukija kutoa utaona umetoa hivi. Kadi ufanye hivi, macho yako yawe hivi. Wakati unatoa kadi macho yawe hivi. Utatoa ile Lakini sina ruhusiwa kwenda kuikata ile kama ikikuwa nimekosea au ikitoka ndio imetoka. Nani kamisa wewe? Umeumia? Bana, tunamalizia tukio la mwisho tuweze kuondoka kwenye project hii na tuhamie kwenye project nyingine. Kuna tukio hili ambalo Elie Mpanzu Kibisawala aliukosa mpira na Steven Dese Mukwala hakuonyeshwa. Alionekana kwamba alikuwa kwenye eneo la kuotea kazi. Hapa na kuachia mwenyewe umalize. Karibu sana. Ipo hivi. Kuwa kwenye nafasi ya kuotea sio kosa. Sasa njoo hapa please. Sawa. Kuwa kwenye nafasi ya kuotea Sio shida. sio kosa. Sawa. Lakini tunakuhukumu pale inapotokea ukanufaika kwa kuwepo kwenye nafasi ya kuotea. Mimi nilijiuliza swali moja tu. Kwamba obviously wakati Mpanzu anaupiga mpira sawa, Mukwala tayari alikuwa kwenye nafasi ya kuotea sawa. Hatumhukumu hapa kwa sababu hakuna namna yoyote alikuwa anaingilia mchezo, lakini mpira uliporudi unakuja kukutana na Mukwala ananufaika. Nilitegemea kumwona Komba assistant referee namba 1 akimhukumu kwa sababu just imagine Mukwala akafunga goli hapa. Umemaliza maneno. Wakati mkuta mzee wangu. Bana, Steven Dese Mukwala alikuwa kwenye eneo la kuotea dhahiri, lakini mwamuzi msaidizi alipaswa kumsaidia mwamuzi wakati, kwa maana ya kumkumbusha pia hata Steven Dese Mukwala kwamba alikuwa kwenye eneo la kuotea. Hiki ni kipenga cha mwisho cha Azam TV. Kwa sasa tunakwenda mapumziko, na nikusihi mtazamaji, endelea kusalia hapo ulipo. Ni jambo lenye afya kweli kweli kuendelea kusalia nasi ukijifunza sheria mbalimbali za mpira wa miguu, kwa maana ya zile sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu. Kwa sasa tunaangalia matukio mengine ambayo yamekuwa na ukakasi kwenye mechi ya Mzizima Dabi kati ya Simba dhidi ya Azam. Na tutazame tukio hili ambalo lenyewe pia lilikuwa na ukakasi mkubwa sana, lakini mambo yana mamboye kama wasemavyo Waswahili. Edo Mangasole imezingua hii. Mangasole.
Ni jambo la mbolea kwelikweli ambalo umelifanya baada ya kumeza mate yenye akili. Tupo tena hapa kwenye kipyanga cha mwisho kwa minajili ya kuchambua na kudadavua matukio yote tata ambayo yalikuwa na kasi mkubwa sana. Bado tunaangazia mechi ya Mzizima Dabi, ambapo tukio hili nalo lilikuwa ni miongoni mwa matukio yaliyogubikwa na utata mkubwa sana. Sasa nataka nifahamu na nione hapa wachambuzi wangu watakwenda kusema nini kwenye tukio hili. Hapa Mzee Ami na mnyanyua tena kikongo wetu huyu ambaye tumepata bahati hii leo ya kuketi naye. Alikwenda chini Sadio Kanute baada ya kufanyiwa madhambi na Wilson Edwin Nangu. Kwenye tukio hili mwamuzi alikata mapanga akasema, nyanyuka tuendelee na mchezo. Si mwamuzi msaidizi, lakini pia sio mwamuzi wa kati. Lau kama ungekuwa wewe ndio mwamuzi kwenye mchezo huu, ungefanya kama alichokifanya mwamuzi huyu? Karibu sana. Waja nitizame vizuri kusudi nikikueleza ujue naeleza kitu gani. Pale ukiona vizuri, tizama mikono ya huyo wa Simba. Unaona mikono yake alivyoweka, unaona? Alafu tazama miguu ya huyu mchezaji wa Azam. Wewe tazama miguu yake tu. Unaona miguu yake anavyofanya, anaenda kuichomeka. Kwa hiyo unaona yeye ndo anachomeka mguu kwa mchezaji wa Simba. Umeona hapo? Nimeona. Yeye na mchezaji wa Simba mikono ile wala hakuitumia kabisa. Umenipata eh? Ina maana hii tunaita sisi theatering. Yaani ni kumdanganya tu referee. Lakini michezo kama hii referee ilikuwa sio kwamba akatae tu. Lazima yule mchezaji aliyefanya kosa kama lile. Sijui kwa nini unasema yellow card zinaweza kuwa nyingi, lakini vitendo kama hivi ni vitendo vinavyotakiwa kukomeshwa. Vitendo kama hivi ni vitendo vinavyotakiwa kukomeshwa. Asante sana. Na uweze kukomesha kitu wewe kwa kusema tu lazima adhabu zitolewe. Hapa lazima wewe aonyeshe kadi ya njano huyu Azam. Kwa sababu yeye mwenyewe ameenda kujichomeka mguu kwa yule mchezaji wa Simba na mchezaji wa Simba hajafanya kazi. Kuna haja ya kuchangia chochote ama tuangalie matukio mengine? Mwalimu wetu Reverend Anicet Ami amemaliza hilo, lakini tunalo tukio lingine hapa la James Akaminko Jakabola, ambaye huyu anatajwa kwenye mchezo huu ndo alikuwa game changer, ambaye alikwenda kubadilisha mandhari yote ya mchezo na Azam ikapata uongozi wa mabao 2-0 kabla ya kwenda kutamatika kwa mchezo, Azam ikiondoka na alama zote 3 kibindoni. Hapa kuna tukio ambalo liliashiria kwamba alifanya madhambi mwamuzi, wakati akaamuru kwamba ni foul na itaelekezwa katika lango la timu ya Azam. Kazi hapa sasa zamu yako, baada ya mzee wetu Anicet Ami kukaa, wewe inabidi usimame na utuambie kwenye tukio hili mwenye mkono alipaswa kuamua nini. Kuna vitu ambavyo Hassan mimi nitakubali kusimama, na kuna vitu sioni haja ya kusimama, lakini kwa sababu umeniita basi nitakuja. Karibu na utuambie. Ipo hivi. Tumesema tunahukumu nia kabisa, au sivyo? Pamoja na kuhukumu nia, tunaangalia pia, je, unajali usalama wa mwenzako? Mguu wa kushoto wa Akaminko ulipoenda, mimi nimemwelewa. Nimemwelewa vizuri kwamba ule mguu umeenda kublock mpira ambayo Shamu alikuwa anaondoka nayo. Yeye alitaka kuzuia ule mpira. Sawa. Shamu asiweze kuondoka. Lakini mguu wake wa kulia, kitu ilichokifanya mimi na moja kwa moja hapa naenda kutoa kadi ya njano. Unashawishika kwenda kumuonyesha. Unafanya hivi? Mimi nafanya hivi, leo nikuonyesha mimi ninavyofanya. Mwalimu, mimi kadi nyekundu huwa naiwekaga mbele. Kwa sababu sio kadi yangu. Ni kadi kwa ajili ya mchezaji. Kwa hiyo napoingizaga mkono kutoa, najua kabisa huku mbele kuna nyekundu, huku kuna njano. Kwa hiyo mimi nakuangalia wewe usoni, au sivyo, na kuonyesha kadi ya njano. Hata ingekuwa naonyesha kadi nyekundu, kaka, mimi ndivyo ninavyokuwa natoa kadi. Karibu sana. Nashukuru. Kwa hiyo hii Zendali, kama unataka kutuambia jambo katika hilo, sina ziada. Unamalizia. Uongezee kitu. Katika hilo sina ziada. Basi asante sana mzee. Kazi kakae. Ulikuwa unataka kunyanyuka, lakini kunyanyuka kwako kumetupa faida kubwa sana. Manake umetufafanulia hata wewe kadi ulikuwa unazitoaje. Ulikuwa mkorofi sana wakati uko mwamuzi wewe. Nilikuwa na misimamo. Habari zako nimezipata. Nilikuwa na misimamo. Mwalimu, mwanafunzi wako wakati yupo darasani ama yupo kazini, usimuulize mwalimu, atakwambia kitu ambacho
Mkorofi ulikuwa wewe. Eti mwalimu mimi Huo ni nilikuwa ukorofi. Ila alikuwa mkarimu sana. Alikuwa mkarimu. Aliwahi kunipa mimi jezi ambayo amepewa na watu wa FIFA. Yeye akanipa mimi, wale wa FIFA walipoona na wakampa na yeye nyingine. Tulikuwa kwenye kozi fulani hivi. Bana, kuna tukio lingine hapa la Azam ambao wamefunga goli la kwanza na la kutangulia lililofungwa na Jephte Kitambala Bola. Mwalimu utakuja kutusaidia hapa na hapa. Sasa naomba nimnyanyue Shaban Ndali, na unaweza ukaketi tu hapo hapo, sio lazima unyanyuke kwenye matukio haya mepesi kiasi hiki. Karibu sana na tusikie maoni yako kwenye hilo. Hukuwa na shida? Hakuna shida yoyote. James Akaminko alivyotani hapo sasa. Hakukuwa na shida. Ndani hujaona shida hapo? Shida imetokea kama huko mbali. Shida iliyotokea imetokea kule mbali kule. Ngoja kwanza, hebu huko mimi nimemuelewa mwalimu. Kule mwanzoni kule. Wewe tizama vizuri huko mwanzoni. Kwenye goli lenyewe hapa. Tizama huko mwanzoni huko. Tizama kwenye scoring hapa. Hakukuwa na shida. Huko hakuna shida. Problem ilikuwa huko mpira. Twende pole pole. Huko mpira ulikotoka huko. Huko mpira ulikotoka huko Shida ilikuwa huko kuna shida huko mpira ulikotoka huko. Bado sio huko. Kule mwanzo kabisa kule mpira ulikotoka, huyu sasa amepata access hiyo. Itakuja mwalimu, sio? Haya, asante sana. Hapo safi. Tutaona. Hapo safi. Hapo. Unaona hiyo hiyo umeiona? Yaani yule amemtoa yule mpinzani kwenye njia. Lakini si ni pushing ya kawaida mchezo. Sio ya kawaida, imemwondoa. Sio kumblock kwenye njia, amemtoa. Hapo amemtoa njiani. Imemwondoa kwenye umiliki. Move yake alikuwa anakwenda kwenye mpira kwa umiliki. Hiyo sio ya kawaida. Mimi sioni kama kuna mashaka hapa. Mashaka yapo. Kwa Himidi Mao Mkami. Naomba niwasaidie. Wewe. Hapa mashaka yapo. Naomba niwasaidie hapa. Najaribu kuwachachawiza na ninyi mnataka kuingia. Mimi nimejaribu unasema ukweli. Hapo amemtoa kwenye njia. Mimi nimejaribu kumwelewa mwalimu Sentimea kakangu Ndali. Hapo kamtoa kwenye njia. Sheria namba 10 inasema katika process ya upatikanaji wa goli hapatakiwi kuwepo na uvunjifu wowote wa sheria. Sahihi? Ndio. Haya. Move hii hapa inayoenda kuzaa goli la kwanza la Azam. Sawa? Katika hii move ukitizama vizuri huu mpira ambao hapo anawania Himidi Mao na Morris Abraham, anachokifanya Himidi Mao ni kumzuia Morris Abraham asiende kucheza mpira ambao anaupata ndugu yake. Sasa huyu Akaminko anauchukua mpira, anaanzisha move, imeenda kwa Nasor Sadun. Subiri kidogo kaka, bado mimi sijamaliza, bado sijamaliza. Goli limefungwa, sawa. Kwa hiyo kulikuwepo na uvunjifu fulani wa sheria uliotokea ya kwamba Himidi Mao alimwondoa Morris Abraham. Lakini mwalimu, hebu naomba muangalie mwanzoni kabisa, angalieni hapa mwanzoni, kuna kitu fulani. Unaona huu mpira wakati unaenda, ngoja nisogee huko ili mwalimu aje aone. Kwa Jephte Kitambala Bola. Umeona hii scenario hapa? Sawa? Naomba munzingatie nini kinachotokea hapo. Huu mpira ulikuwa unakuja kwa juu. Sawa? Jephte na Morris Abraham. Hapana, sio Morris Abraham. Huyo sio Morris? Huyo ni Mligo. Mligo, yes. Anthony Mligo. Sawa? Height zao, nani tunampa faida ya kucheza mpira wa juu? Jephte na nani? Na Anthony Mligo. Na Mligo. Jephte kwa height yake. Au sio? Tunampa fursa ya kucheza huo mpira wa juu. Na kweli amefanyikiwa. Lakini angalia kwa umakini Mligo hapa kitu anachokifanya. Alimsukuma Jephte Kitambala. Alianza kumtegea mguu wake wa kushoto, kisha yeye akabiringita kwenda pembeni. Kwa hiyo kama ni foul kabla ya
kabla ya nani, kabla ya nani, Himini kumchezea faul Morris Abraham, hapa Kitambala alianza yeye kuchezewa faul. Uko sawa? Tumeelewana? Mimi nimeelewa. Kwa hiyo kama ni faul basi ingeanza kutolewa faul hii hapa. Na hii faul ingeelekea wapi? Ingeelekea kwenye lango la Simba. Au sio? Kwa hiyo yapo makosa ambayo mwamuzi aliyaacha, lakini wakati faul ya pili inatokea tayari kuna faul ya kwanza ilitokea ambayo hii ingewanufaisha Azam. Yes. Kazi katika siku ambayo leo ilikuwa na maana, tangu ilikuwa na maana sasa kwamba sasa yeye katika kuacha zile faul ndio ikareteleza ikapeleka hii goli la kwanza kupatikana. Kuna tukio ambalo lilikuwa lina mijadala mizito sana juu ya penalty ama sio penalty. Hili hapa tumeshachambua. Tumeshachambua hili? Tumeshachambua. Hii ndio mwalimu amesema. Okay. Hii mwalimu ndo alisema kwamba alidanganya na alistahili kupata adhabu. Nadhani tuangalie tukio lingine hili ambalo na lenyewe pia limeleta ukakasi mkubwa sana kwa sisi ambao tunafuatilia. Hapa kulikuwa na dalili fulani ya penalty kwamba Jonathan Soa aliunawa mpira, lakini kiuhalisia kabisa mpira ulimgonga kichwani kwenye kichwa. Tutakuwa tunapoteza wakati bila shaka, na tufanye la wakati kwa wakati, maana utafika wakati tutakosa wakati wa kufanya la wakati kwa wakati mwafaka, kwa sababu wakati ni ukuta. Tuangalie tukio lingine ambalo limekuwa na ukakasi na utata. Hasa hizi faul mimi nilikuwa nazipendaga sana hizi. Hizi faul hizi za namna hii nilikuwa nazipendaga sana. Kucheza kuzihukumu wakati tunachezesha. Kuzihukumu. Yes. Kwa sababu mimi nilikuwa mjanja sana wa kukamata mkono wa kushoto. Huu mkono wa kushoto kaka una dhambi nyingi sana unafanyaga. Mkono wa kushoto unakuwaga na dhambi nyingi sana. Si ndio maana ukaitwa wa kushoto? Umeona? Jefte moja kati ya tabia zake ni kushika jezi ya defender. Hapo sasa. Unasikia? Kwa kutumia mkono wake wa kushoto akiwa anajua kabisa kwamba upande aliopo, unasikia? Ni vigumu mwamuzi na msaidizi wake kuona upande wa kushoto. Always hiyo itakuwa inatokea hivyo. Angalia vizuri hapa, Jefte ameng'ang'ania jezi ya Shamu. Alafu Shamu naye akaja akakamata ile jezi. Sasa mimi nilikuwa nawafundishaga defenders ikitokea hali kama hii kwamba huyu akikushika jezi jivute ili mimi nione ile, lakini sasa unakuja unagundua kabisa kwamba bana huyu forward kuna kitu anakitafuta. Mkono wake wa kushoto mbona si uoni? Uko wapi? Unafanya nini mkono wa kushoto? Ndio unaishia kuona kwamba kumbe ameshika jezi ya defender. Zendali, una cha kuongezea kwenye hili? Mimi nanipa mashaka kiasi, kwa sababu nikiutazama mkono wa Jefte Kitambala naona kwamba ulishika hiyo jezi. Kwa maelezo ya kazi anasema wewe si ndo beki, mimi si ndo Kitambala. Othman anachoeleza yule anatumia plani hii. Kwamba anasubiri mpira huko. Kwa hiyo akatumia plani hii, kavuta hapa. Sasa assistant referee hawezi kuona. Na referee atakuwa maeneo. Na ukiangalia kweli inaonekana kabisa kwamba alishika kwanza yeye, alafu akamtamanisha na beki. Na beki naye akawa anavuta. Alafu yeye anajitupa chini kwamba bana nimeshikwa. Na mzee anaonekana kuliko yeye. Kipindi hiki kina kazi. Yaani utulie kwa kweli. Ndio tekniki hizo. Ukatafsiri sio kabisa. Sasa tena nakueleza hivi. Heri hiyo mkono wake alivyokuwa ameshika, ashike mahali ambapo ni sahihi. Anaweza kushika mahali ambapo sio sahihi sasa. Danger zone area. Kuna danger zone area katika mwili wa binadamu. Sawa, tumetoka kumtazama Shamu Karabwe, na kwa sasa tuangalie tena tukio lingine la Shamu Karabwe, kile ambacho wamekifanya, alafu watafsiri wa sheria hapa wabobezi kabisa kwenye eneo hilo mtakuja kutuambia. Kazi ana kazi. Mbona unaniuzia sana haya matukio? Hutaki nikuite? Kazi ana kazi. Wewe si umekuja kuniita mimi kule bwana, muda wetu si ndo kazi tuleta hapa kaka? Bila shaka. Karibu tusaidie.
Chamu Karabwe. Naomba niseme kitu moja. Mwenye mkuu siku hii hakuamka vizuri, hakuwa na siku nzuri kazini yeah, kwa sababu sio kwa aina ya kadi ambazo zilitakiwa kutolewa akawa hatoi. Hii hapa nani hii Karabwe kweli alikuwa amemkumbatia yeye Kitambala, lakini Kitambala amefanyikiwa kutoka na spidi alikuwa angempatia tu advantage hapa. Kitambala, shambulizi moja zuri sana ingeweza kutokea hapa kama angetoa advantage. So okay, amehukumu foul, sio mbaya, lakini kama angeachia advantage ingependeza zaidi hapa kusema kweli. Tumeridhishwa na maoni ya Osman Kazi wote. Basi naona hakuna haja ya kuendelea kubaki hapo. Tuna matukio mawili ambayo yamebaki Kazi. Muda wetu unaturuhusu kwenye haya matukio mawili ambayo yamebaki. Bila shaka. Twende haraka haraka kidogo, sio? Bila shaka. Sawa. Nadhani tuanze na tukio hili la Himidi Mao Mkami maarufu Ninja. Unajua Himidi tangu amerudi kutoka Misri, neno la ninja kama vile watu wameanza kulisahau. Mara nyingi ili baba yake mzee Mao Mkami ndio alikuwa analitumia. Nadhani mtakuwa mnakumbuka wakati wenu ule mkiwa waamuzi mnachezesha. Hili ni miongoni mwa matukio ambayo yaliamuliwa hapa. Ninja anakwenda na akafanya foul, lakini mwenye mkuu kama vile hakuwa ameona ama aliacha kwa advantage. Mzee Ndali, karibu tuambie. Au mwalimu atusaidie. Ndali, umeambiwa wewe. Tuambie. Toa tu. Shaban Ndali, karibu utupe ufafanuzi wako juu ya hili. Himidi Mao Mkami hapa amefanya madhambi na ameyafanya kwa Joshua Mutale Budo. Lakini Simba walikuwa wanashambulia na mwamuzi akaacha kwa advantage. Mpira ule ukaenda ukapigwa na Eli Mpanzu Kibisawala. Maeneo ya tukio lilipofanyika sio mahala pa kuacha, sio mahala pa kutoa advantage. Na lile tukio lenyewe kosa lenyewe ni kubwa, sio la kumpa mtu advantage. Ilikuwa ichukuliwe hukumu. Refari ameliacha kwa makosa. Kazi, una fikra mseto? Mimi na fikra mseto kidogo. Ndio. Kivipi yani? Umeona attempt ya Eli Mpanzu Okay, katoa advantage lakini it wasn't a clear advantage. But pia alikuwa sahihi kuachia hiyo move kuendelea, kwa sababu Al-Manusra hapa Simba walikuwa wanapata goli. Ila baada ya hii tukio kuisha, mpira wakati mpira either ungeingia goli au umetoka throw in au goal kick, alitakiwa kumrudia Himidi Mao na kumwonyesha kadi ya njano kwa kitendo hichi. Alitakiwa kumrudia Himidi Mao Mkami na kumwonyesha kadi ya njano. Yeah. Sawa. Tuende kwa Himidi Mao Mkami tena. Huyo leo tuko naye sana. Ninja alimaliza hii mechi. Mimi nilishangaa Himidi hii mechi kaimalizaje? Alimaliza hii mechi Himidi Mao Mkami, na katika siku ambazo nimemwona Himidi ametweta kweli kweli, kwa maana ya ile jezi yake, kama utapata bahati ya kwenda kukamua unaweza ukapata lita ya maji ingetoka. So lita kisado cha lita 5 kingeweza kujaa. Dakika ya 74 ya mchezo. Hapa mwamuzi kajisachi hapa. Sasa imagine kama angetoa kadi kuanzia kule mwanzo yale matukio ambayo Himidi mechi angemaliza Sheikh. Yes, angemaliza. Hebu tumpe nafasi kwanza kikongwe wetu hapa ambaye tuko naye. Himidi Mao Mkami, kwenye tukio hili mwamuzi ametoa kadi ya njano. Unasemaje bwana? Mimi nafikiri bila shaka kama ile kauli yangu ile niliyokuwa imezungumza mwanzoni, ukizingatia kuna matukio mengine huhitaji hata kuniulizia. Kwa sababu hapa tunachotizama kwamba huyu mchezaji nia ilikuwa ni nini? Utizame tu nia ya huyo mchezaji hapo. Nia ni nini? Walikuwa anaenda kucheza mpira huyo? Ndio. Ukiona haendi kucheza mpira, nia ni kwa mpinzani, tayari hiyo ina warrant yellow card. Kwa hiyo hiyo ilikuwa sahihi kabisa. Kazi, tumalizie kwako hapo kwa mtazamo wako juu ya hiki ambacho mwalimu anakisema, lakini pengine kama una cha ziada kuzungumza, maana wakati umekuwa sio rafiki tena. Tumpe pole nani Mwinchui mwenye mkuu. Huyu Mwinchui katoka wapi tena? Nikuambie tu wakati wewe unasema
Mwinchui mimi mdomoni nilisha kuja jina la Nasoro. Nataka kusema Nasoro mwenye mkuu lakini sio Nasoro Mwinchui. Unasikia? Tuseme tu mwenye mkuu siku hii hakuamka vizuri kwenye haikuwa siku bora kwake. Hii mechi ingekuwa bora zaidi endapo zile kadi zingekuwa zinatoka zilivyokuwa zinastahili. Kungekuwepo na discipline kubwa, na bila shaka hata hawa wachezaji wa Simba wawili waliofungiwa kama mwenye mkuu angetumia zile kadi vizuri, na hapo ndo sisi wapenzi discipline ya mchezo ingekuwepo. Mimi kuna mtu mmoja nilimwambia bana, Mzizi Madabi hajawahi kukosa content. Ni mechi moja ambayo it is very aggressive, au sio? Na kuthibitisha kwamba mechi ilikuwa very aggressive. Watazamaji tungekuwa tunasema huyu mwamuzi anagawa kadi kama njugu. Kadi si kwa ajili ya wachezaji bwana. Ngoja tena nikupe siri. Ni kwa wachezaji wale wanaona. Wao ukianza tu ile kadi tu mwanzoni wanajua. Sio kwamba waone. Sasa wao walishaona kwamba huyu bwana sasa yeye mwenyewe karegea, ndio sababu walikuwa wanafanya vile. Wala zisingekuwa kadi nyingi. Kwanza ingetoka nyekundu ile, nafikiri kila mtu ana Hassan, nakushukuru sana. Hassan, kabla hujafunga tuwape ujumbe wa waamuzi ambao ni senior. Huyu mwamuzi yuko kwenye kundi la waamuzi senior. Ndio. Sasa hivi TFF wana promote waamuzi kutoka daraja la chini kuja juu. Kwa hiyo waonyeshe mfano hawa. Sawa, shukrani sana kwako mtazamaji ambaye tulikuwa pamoja tangu tunaanza kipindi cha Kipenga cha Mwisho. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya kukufikia mahali kokote pale ulipo, Mzee Ami leo ndio alikuwa miongoni mwa wageni ambao tulikuwa naye, lakini pia Shaaban Ndali. Hakikisha unavotaja jina lake unalivuta kidogo, Shaaban Ndali, pamoja na Osman Kazi na sio Athumani. Huyu ni Osman Kazi. Mimi ni Hassan Ahmed, hatuna la ziada bali tukutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea Azam TV, burudani kwa wote.